Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye chaneli yetu ya Bwana ni Haki Yetu TV. Leo tutasoma katika Mithali 3 na mstari wa 5. Mithali 3 na mstari wa 5. Mithali 3 na ule mstari wa 5 inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika hili fungu pamoja na tutalisoma hili fungu pamoja na fungu la tenda pia Mithali 23 na mstari wa 4 ili tuwainishe vitu. Mithali 23 na mstari ule wa 4. Mithali 23 na mstari ule wa 4 nasema, usijitabishe ili kupata utajiri, acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Usijitabishe ili kupata utajiri, acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Sometimes watu tunategemea akili zetu sisi wenyewe. Na ndio maana Mungu anasema hapa katika hiyo Mithali 3 na mstari wa 5 kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Pia na kwenye Mithali 23 na ule mstari wa 4 inasema hivyo kwamba usijitabishe ili kupata utajiri, acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Manake nini? Manake inafikia hatua kwamba utegemee akili za kiumbe kingine, utegemee akili za kitu kingine, si akili zako mwenyewe, kitu ambacho kimekuumba wewe manake ni Mungu. Manake hapa katika Mithali anajaribu kutuambia kwamba tusitegemee akili zetu sisi wenyewe, manake tutegemee akili za Mungu. Tusijitabishe kupata utajiri, tusijitabishe kwa sababu iko hivi. Sometimes mtu anaweza akasema I must find but hata mimi nasema ni kweli, you have to find, but kiukweli na yeye nasema kwamba usijitabishe, manake kuna namna ya kutafuta utajiri kwa njia za kujitabisha. Tarudi kwenye ile tabu nani Mithali, lakini nataka nikae hapa kidogo kwenye Mithali 23 mstari huo wa 4 huo ambao nasema kwamba usijitabishe kutafuta utajiri. Usizitegemea akili zako mwenyewe. Kuna watu wengi sana, kuna wasomi wengi sana ambao wanategemea akili zao wao wenyewe, na mwisho wa siku they end up in failure kwa sababu wanategemea akili zao wenyewe. Kuna mtu anafikiri kwamba kusoma ni kupata kazi, na ndio maana nataka nikwambie jambo moja kwamba kuna watu ambao they have degrees, master degrees and so on and such kind of masters of what masters doesn't matter, but mimi nakwambia na nakuahidi kabisa kwamba tunao wengi huku mtaani wapo and they don't have a job, and still they have it is a post degree, it is the degree, first degree, and I am telling you this. So kwa sababu hiyo manake tunajua kabisa kwamba wewe angalia mazingira yako, angalia uliosoma nao, angalia uliopata nao degree ya kwanza, degree ya pili and so on, angalia uliopata nao masters, na angalia uliopata nao. Cha ajabu sana nikitafiti na kutafakari sana, na ndio hapo tunasema Mungu huvinyanyua vinyonge na huvikweza vinyonge na kuvishusha vile vya nanili sana. Na ndio maana hebu tuangalie hata even those who get jobs, utashangaa sana kwa asilimia kubwa they have certificate, wameenda sana on diploma and they get a job. But wewe ambaye una degree yako, una degree ya kwanza, una degree yako ya pili, una masters degree,
Uko hapo hapo, and then hata kama okay you have a job and then umeenda kujiendeleza, but angalia hali ambayo unayo. Angalia hali ambayo unayo. Manake even if unavorudi kazini, then you still there, and unashangaa kuna watu ambao wameshapanda and then you are still there. Sasa kwa nini uko hapo? Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kukufanya ukaendelea kuwa hapo au kawa hapo. Cha kwanza, hukwenda kusoma au hukuwa unasoma, sio tuwekeje, lakini hukuwa unasoma kitu ambacho ni kwa ajili ya Mungu. Ulikuwa unasoma kitu kwa ajili yako mwenyewe. Most of the peoples, they go to school not for the purpose of God. Yani kwa ajili ya makusudi ya Mungu. The will of God havipo kwenye masomo yao. The will of God, cha kwanza hakipo. Kwa hiyo hebu angalia, ukiona kwamba huna kazi na umesoma, au ukiona kwamba huna hata akili ya kujiajiri na wakati huo tayari umesoma, ukiona kwamba huna hata unaporudi, maanake hata unaporudi kazini ambako uko unafanya kazi, sasa umeenda kujiendeleza upate mshahara mkubwa, ndivyo ilivyo. Sio, hakuna mtu anaenda kujiendeleza mara nyingi sana. Kuna mtu anaenda kujiendeleza akapate maarifa zaidi, kwamba okay, akapanua uelewa wake. Wengi wao kwa 99.99% they go out there so that they can increase their salaries, manake waendeleze mshahara wao ule. Kwa maana anaenda kusoma kwa ajili ya kupata nini? Utajiri. Na hapa usijitabishe kupata nini? Utajiri. Usizitegemee akili zako mwenyewe. Na kwa hiyo ukijiona kwa hivyo, moja ni kwamba ulizitegemea akili zako mwenyewe. Manake katika hiyo elimu hakuna the will of God, manake makusudi ya Mungu hayapo ndani ya hiyo elimu. Unaona, mpango wa Mungu, the plan of God haipo kwenye hiyo elimu yako ulienda kusomea. Sawa? Kwa hiyo chochote kile ambacho umeenda kukisomea na hakuna mpango wa Mungu, Mungu kama akikupenda sana, sometimes anaweza kukufelisha, sometimes anaweza akabana mambo pia usiendelee labda, kwa sababu ana jambo kubwa na wewe. Umeona, au anaweza kuacha kwa sababu anataka, Mungu anajua vyote. Kwa mtu akifika mbele zaidi kule, hata kama angeambiwa the will of God, hayuko tayari kulifanya. Kwa nini? Kwa sababu anategemea akili zake yeye mwenyewe. Kwa hiyo cha kwanza, katika masomo yetu hakuna mpango wa Mungu. Kuna mtu anaenda kusomea daktari, si kwa sababu kwamba ana feel the passion inside, kwamba anaona na wahurumia wagonjwa. Umeona? Kwa hiyo yeye anaenda tu kusomea kwa sababu amesikia kwamba daktari mwenye degree okay, mshahara wake wa kuanzia ni 1.5 million. And then okay, I can take this. Kwa hiyo anaenda anasomea hicho anachokisomea, lakini kumbe it is not about passion, it is all about money. It is all about money. Ni kweli kuna watu pia wanasema kwamba okay, somea kile kitachokupa utajiri, kitachokupa fedha, passion baadaye. Mimi nakwambia utavuruga vitu vingi sana. Na usipokuwa makini, you'll be chased away from job. Utafukuzwa kazi kabisa usipokuwa makini, kwa sababu it's not your passion. You are there just to get money. Manake umejitabisha kupata nini? Utajiri, kwa kutegemea akili zako wewe mwenyewe, hukumuuliza Mungu. Umetegemea akili zako wewe mwenyewe. Elimu ni muhimu. Study hard, find education, skills, find everywhere, anywhere. Hardly. But do not depend on it. Usitegemee kabisa habari hizo. Mtegemee Mungu, kwa sababu otherwise we see, tunaona vitu vyote. Kwa hiyo cha kwanza ndio tumesema kwamba the will of God hakipo ndani ya nini? Hakipo ndani ya hiyo elimu yako. The will of God hakipo ndani ya elimu yako. The will of God hakipo ndani ya elimu ya kwako. So the will of God inakuwa haipo. So the will of God inapokosekana,
It means kwamba unajiendea tu wewe mwenyewe, na kwa sababu pia tunaishi na watu wengi ambao hawajui mpango wa Mungu kwenye maisha yao, so hatuwezi kuwalea watoto kutokana na mpango wa Mungu juu ya hao watoto. Even we don't ask God about our children, kwamba Mungu, hawa watoto ambao umetupatia, je, huyu inatakiwa awe nani? Kwa hiyo lazima umlee according to the will of God, vinginevyo ndugu, we will lose. Sasa kwa hiyo tunaona kwamba kukosekana the will of God ndio nakuta kwamba kuna watu wanafeli kupata hicho wanachokitaka. Na pia sababu nyingine, okay, na pia katika sababu ya the will of God kukosekana kwenye elimu yao, the will of God kukosekana kwenye hiyo elimu yao pia. Hebu angalia kwa hali halisi. Kuna okay, everybody will die, I know that, lakini hebu just imagine, yani Mungu amekupeleka ukasomee medicine, sawa, amekupeleka ukasomee labda habari za daktari wa watoto, daktari wa kina mama, ukasomee medicine, ukasomee chochote kile, and then cha ajabu eti unasoma mwaka wa kwanza, mwaka wa pili umekufa. Sasa yani kama kweli it was the will of God, asingeweza kukupa, kwa sababu angekwambia kabisa, angekupa taarifa kabisa kwamba that is not my will. Yani huwezi kiukweli, if you depend on God in everything, hakunaga mtoto wa Mungu yote anayeondoka bila taarifa. Kwa hiyo manake nini? Yawezekana katika hilo jambo ulienda without the will of God. Sasa kwa hiyo manake shetani ameweza kukukatisha njiani, kwa sababu hakuna kusudi la Mungu ndani ya hiyo elimu yako. Ingawa kusudi la Mungu lisingeweza kufailishwa, wala lisingeweza kabisa kudondoshwa na mtu yeyote na kitu chochote kile. Kwa hiyo ukiona kwamba kuna kufeli katika mambo yako yote, jaribu kujitafakari na kujichunguza. You don't get job, kwa nini? You are just thriving in life, kwa nini? You have to find the will of God kwenye maisha yako na kwenye elimu yako. Basi kwa hiyo the main cha kwanza, the will of God inakosekana kwenye elimu yako. Manake unajitabisha kupata utajiri, unaenda kusomea kitu fulani kwa ajili ya kupata fedha. Cha ajabu, unategemea akili zako, kwa sababu akili yako imekutuma inaangalia fedha, haiangalii kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo the will of God ikishakosekana, manake makusudi ya Mungu yakosekana kwenye elimu yako, basi hauwezi ukapiga hatua yoyote ile. Kwa hiyo manake nini? Manake lazima unapofanya jambo lolote lazima uangalie makusudi ya Mungu kabla ya makusudi yako kwanza, labda kama haupo ndani ya ufalme wa Mungu, na ndipo hapo utakuja kupata tabu sana. Asa jambo la pili ni habari ya kiburi. Kiburi. Sometimes kuna watu ambao unakuta wamesoma vizuri, wamesoma mpaka juu. Nitakuonyesha namna ambavyo kiburi kinafanya kazi, kwa sababu kuna mtu yuko hapo anasema mimi sina kiburi, but obvious ana kiburi cha hatari. Kiburi kinafanya kazi, nitakuonyesha kiburi kinafanya nini, kinafanya kazi. Kwa mfano mtu anaweza kusema kwamba mimi sina kiburi. Kiburi kinaendana na dharau. Kiburi. Mwenye dharau hakosi kuwa na kiburi, na mwenye kiburi hakosi kuwa na dharau. Mwenye dharau hakosi kuwa na kiburi, na mwenye kiburi hakosi kuwa na dharau. Ndio maana nakwambia hivi, hebu jiangalie sana kwamba na kupatia jambo, kwa sababu mimi najua kuna mtu mmoja ambaye obviously namjua vizuri. Alikuwa amesoma economic, na alikuwa amesoma, nafikiri alikuwa amechukua ni habari za biashara, nafikiri kitu kama hicho alikuwa amesomea, na akawa ameitwa kuajiriwa mahali. Lakini walau akiwa, kwa sababu itakiwa ajishikize mahali. Hebu angalia alichokifanya. Akauza mshahara shilingi ngapi? Na kwa amesoma, kwa na degree. Akaambiwa ni 600,000. But and then aligoma, akakata.
Akasema haiwezekani mimi nikafanye kazi kwa 600,000 na wakati nina degree ambayo itakiwa nilipo walau kuanzia 1,000,000 per month. Sasa but still huyo mtu mpaka leo we are talking to you, maybe it's second year or third year right now, hana kazi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na kiburi na akawa na dharau, kwamba yeye anajiona yuko juu sana. Ametegemea nini? Akili yake imwambie, imuonyeshe yeye yuko juu sana kuliko hicho ambacho anapewa. Kwa hiyo manake thamani yake yeye inapimwa kwa fedha. Thamani yako ikipimwa kwa fedha, manake ni sawa kabisa, manake wewe una kiwango chako cha fedha. Na ndio maana tunasema kwamba kiburi na dharau kinakufanya ujipime na watu wengine, ujilinganisha na watu wengine. Ukishajilinganisha na watu wengine, hapo tayari manake unapima kile ambacho umekisomea, unapima kile kitu ambacho unacho, unaangalia namna ambavyo unaweza okay, unataka upate kile ambacho si tuwekeje, lakini okay, umejikadiria wewe hapo, na ndio umejikadiria okay, mimi natakiwa nilipe 1,000,000, 1,000,000. But and then unashindwa kuelewa kwamba kumbe makadirio yako sometimes they are wrong. Wewe sio 1,000,000 wala 1,000,000 wala 500,000 wala 10,000. Wewe thamani yako ni zaidi ya fedha. Hakuna fedha ambayo inaweza kanunua thamani yako. Manake sasa unaposema mimi hamwezi mkanunua kwa thamani hii, it means wewe thamani yako ni hii. Kwa hiyo ni kama unanunuliwa kwa ile thamani ya fedha. Manake lakini kichochea nini? Kiburi na dharau. Unadharau kazi, unaleta kiburi, na wakati hujui kwamba wasomi ni wengi saa hizi. Sio kama zamani darasa la 4 umepata kazi, darasa la 2 umepata kazi, sio sasa hivi. Darasa la 2 la ngapi umepata kazi? Maana sio sasa hivi. The more we grow up, the more tunapozidi kusoma watu, wanapozidi kusoma watu, the more the education is there anywhere, everywhere. Watu wanazidi kuelimika, lakini kuelimika kwetu siku hizi ni kwa kipumbavu kuliko kuelimika kwa zamani. Kwa sababu kuelimika kwa zamani kwa watu kweli ni akielimika kweli darasa la 4, darasa la 2. But hebu muangalie thinking capacity yake iko juu. Hana dharau, hana kiburi, anajitoa kwa ajili ya watu. But you unajitoa kwa ajili yako mwenyewe. Manake una kiburi na dharau, unaletea watu dharau, unaleta kiburi kwa watu. Unatembea unanyata. Even if they call you, it's like wewe umekuwa sijui Mungu. Hakuna. Hicho ni kiburi na dharau, kinakufanya usipate kazi, kinakufanya usifike pale ambapo Mungu amekusudia. Na ndicho hicho kinachokufanya sasa wewe. Mungu lazima anataka kupeleke mahali, okay, hapa kwa 600,000 sawa, wakati ukienda kufanya mchakato mwingine kwa kumuuliza Mungu. Uweze jua hata hapa kwa 600,000 walikuwa ungekuwa na deliver. Kuna someone tulimwajiri somewhere. Just imagine such kind of person ambaye aliajiriwa, tulimwajiri, alikuwa ni daktari. Lakini just imagine kama alianza kwa 100,000, alianza kwa 100,000, but akawa na deliver results, matokeo kana deliver. Baada ya kuwa na deliver matokeo, okay, tukakaa tena huyu mtu uwezo ukamwacha. Wakati mimi mkurugenzi wa zahanati tukua okay, akasema okay, huyu mtu huwezi ukamwacha. Tukampandisha ngazi. Baadaye 300,000. Baadaye tukawa tunaendelea juu mpaka ilifikia hatua almost kabla hajaenda serikali akanaipa mpaka 500,000. Lakini alianza na 100,000. Hakuwa na kiburi. Just imagine daktari anaenda kusafisha mtaro, sawa and then okay tunao watu, tulikuwa na watu wa kama hiyo, lakini huyu jamaa kwa jisikii kabisa, akawa anasafisha, akawa anafanya kazi, akawa anafanya vitu vizuri, yani akikuta na still he's a doctor. Bwana wewe, hebu tafadhali acha dharau na kiburi. Dharau na kiburi, hata kama utapata kazi utadharau wale walio kwa ajili wakati mwingine,
utadharau mpaka wagonjwa wako, utadharau mpaka watu wako unaofanyia kazi, utadharau mpaka watu wako wa chini wanaokuja kuwahudumia, utadharau wananchi. Mwisho wa siku mimi nakwambia you will never go far. Kama utaondolewa kwa magonjwa, kama watu hawatakuroga, wakakutoa kwa magonjwa, wakakutoa kwa kurogwa, wakakutoa kwa hali yote ile, ninakwambia kama mizimu ya nyumbani kwako hata simama, kama itasimama mizimu ya nyumbani utatoka, mimi nakwambia. Kwani Mungu hawezi kupigana. Mungu hayuko hapo. Mungu hawezi kufanya kazi na wewe. Kwa nini? Kwa sababu unadharau na kiburi. Unajua na wewe ndio, wengine sio. Wewe una kipi ambacho wengine hawana? Uona pua tatu, uona macho manne. Wewe umekuwa special, so special kiasi hicho. Special, so special, you have to ishi hapo. But lazima ujue kabisa kwamba, lazima ujielewe kabisa kwamba you are not special like others. Wewe huna kitu cha kufanya uwe special kuliko wengine. Hako kaelimu kenyewe hakaeleweki. Siku hizi mitaala elimu haieleweki, ni upumbavu tu ndo tumejazana. Leo hii, zamani hata tulikuwa tukimwajiri bwana shamba sui ama afisa kilimo hawa, ulikuwa unaona kabisa they deliver something. Walikuwa with hard working persons. Walikuwa wanafanya kazi kwa bidii na walikuwa mifano. Kama ni kulima kitu fulani, maana kwa wanakuwa ni shamba darasa. Angalia maafisa kilimo wazazi wako mjini. Unafanya nini mjini afisa kilimo? Unalima lami. Tuguza afisa kilimo hata shamba. Basi hata roboeka unalo huna. Afisa kilimo gani? Hiyo ndio elimu yako ambayo umeipata kule. Pata chuo kikuu Mzumbe. And then nothing. Upo tu, hatukuelewi. Hakuna elimu kama hiyo. Yaani sasa tunajazana ujinga. Majina tu. Yaani siku okay, master degree na ile ya kwanza, ya pili, ya but in reality havipo vitu kama hivyo. Basi sasa okay, if kama wewe kweli you are so special more than others kwa dharau zako na kiburi chako, basi chemsha makaratasi, kunywa, kula. Kwa nini uko hapo nyumbani umekaa unakula ugali wa mama wa baba? Kwa nini uko hapo kwa uncle, kwa kaka, kwa mjomba, and then you are waiting? You don't want even go to find a job anywhere. You're just waiting, sitting there down, chilling out. Bwana, kwa dharau ni mbaya sana. But nachokufanya pia usipate hicho unachokitaka au unachofanikiwa, au pia usipate hiyo kazi ambayo Mungu nafikiri hiyo kazi ambayo unatakiwa kuipata pia. Umimi ulionao, umimi selfishness ulionayo wewe. Yaani ile I, me and myself. I, me and myself. I, me and myself. Everything is all about I, me and myself. Ule ubinafsi wa kwako, mimi, mbona mimi. That is hiyo ni hali ambayo inakupa tabu sana kwenye maisha yako. Ndio maana Mungu akikuangalia wakati mwingine anakuacha kama ulivyo. Kwa sababu mpaka uvunje mimi ndani yako. Mpaka ujue kuangalia watu wengine kwanza. Usijiangalie wewe peke yako. Angalia watu wengine kwanza kabla hujajiangalia wewe. Kwa sababu wakati unamwambia okay, jijali kwanza mwenyewe ni sawa, tukatai, lakini ni kwamba lazima tujali wengine kwanza kabla yetu. Tunapopata nafasi, tukijivuta mahali fulani, kwa maana sisi tunasema okay, lazima tuvuta na wengine kwanza. Wakati huo tukiendelea nao mbele, maana lazima tusiache mtu nyuma. Sio tu kujikusanyia wewe peke yako, kila kitu wewe peke yako,
umejikusanyia billions of dollars peke yako, millions of dollars peke yako, and then you don't want others to get such kind of money. You don't even want even others to get such kind of job. What about me? What about me? What about you? Kwa hiyo ule umimi pia Mungu hawezi kukubali, kwa sababu huo mimi ni wa kishetani. Shetani haitaka kila kitu cha kwake. Manake ule umimi, mbona mimi. Kwa hiyo manake utatupwa mpaka kuzimu, chini kabisa utashushwa. Hiyo hali ya umimi sio nzuri. Kwa hiyo Mungu akusaidia sana katika hiyo hali ambayo, kwa anaposema usisitegemee nini, akili zako katika kupata nini, utajiri. Manake mtegemee Mungu yeye mwenyewe akupe utajiri. Acha umimi. You collect everything to yourself mpaka vinaharibika, mpaka vinaoza. Kuna mtu umejikusanyia wewe tu manguo umejaza ndani, umejaza mabegi matatu, una umimi. Maana na kuna wakati jirani yako pale hana hata nguo ya kutokea, hana hata nguo ya kuvaa, lakini wewe manguo unayo mengi, mengine hata mwaka mzima hujawahi kuyavaa. Kwa hiyo kuna umimi ambao unao. Viatu umejaza viatu pea 300. Then kuna jirani yako hana hata pea moja, and then unajiita wewe ni mtu. You are not a person. Pea 300 unavaa lini? Afu mnaona ni sifa. Ni umimi mnatengenezewa. Hiyo hali sio nzuri. Hiyo hali ni ya shetani. So unakosa kwenda sema ambapo Mungu anataka, au unakosa kupata kazi hiyo unayoitaka kwa sababu una umimi ndani yako. Mimi. Yaani kila kitu unataka cha kwanza uwe wewe. Kila fursa ya kwanza unataka uwe wewe. Chochote kile uko tayari kumtoa mtu kwa sababu upate wewe. Uko tayari kumuua mtu kwa sababu upate wewe. Uko tayari kumsemea mtu uongo ya kusudi afukuzwe kazi upate wewe. Uko tayari kusengenya mtu atoke kwenye nafasi yake ili upate wewe. Sasa hiyo ni mbaya. Kwa hiyo Mungu hawezi kufanya kazi juu yako kwa sababu ya umimi ulionao. Kitu kingine pia ni kwamba jamani, kwa hali ya kawaida ambayo tunayo ni kwamba kama tulivyosema, usisumbukie utajiri. Usijitabishe ili kupata utajiri. Acha kuzitegemea akili zako. Usijitabishe ili kupata utajiri. Acha kuzitegemea akili za kwako. Tunaona kabisa kuna wakati mwingine ukiongea na wavuvi watakwambia kila kitu kiko vizuri kabisa na boti lake la uvuvi na mtumbwi wake wa uvuvi, usikiwa anaenda na kila kitu kiko vizuri kabisa, anavua na hapati samaki. Kwa hiyo kuwa na boti, kuwa na neti haina maana kwamba utapata samaki. Kwa maana yake ni tunasema kwamba kuwa na hiyo elimu, kuwa na kila kitu, qualifications zote unazo, doesn't mean that you get a job. Haina maana kwamba utapata kazi. Ndio maana leo kuna watu mpaka mwaka wa 40 sasa, miaka 10 iliyopita, miaka 20 iliyopita hawana kazi mpaka wamesha expire. Kwenye ajira tena hawatambuliki na hawaeleweki. Kwa nini? Wana elimu kweli, wana neti manake. Haya wanaenda ziwani kweli, manake wanaenda kazini kila siku kwenye makazi ya kwenye maofisi ya watu kugonga kila siku. But they don't come with the fish, manake hawaji na chochote kile. Hawapati kazi. Kwa nini? Kwa sababu the thing that hajarekebisha kwenye maisha yake, lazima virekebishe vitu kwenye maisha yake ndipo Mungu aweze kumsaidia. Basi nawe Mungu akusaidie sana, usiwe kama hawa watu. Mungu akubariki sana katika hilo, na Mungu akujalie. Lakini ni kuomba, na kuomba makusudi ya Mungu yatimie kwenye maisha yako. Baba yetu uliye mbinguni ile, kiomba kwamba the will of God ije kwenye maisha yako, utashangaa sana. Utashangaa sana, utafunguka akili. Hata kama Mungu atakupa kazi kwa muda tu, au kwa, lakini wakati ukikimbilia ndoto zako, ndoto ambazo Mungu amekuwekea wewe. Kwa hiyo Mungu akusaidie na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen. Mtakatifu Baba mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, Bwana, tunambariki mtoto wako Bwana kwa damu yako takatifu. Ukamvunje Mungu wa mbinguni, hicho kiburi kiondoke, hizo dharau ziondoke kwa jina la Yesu Kristo, na mapenzi yake yakavunjike Mungu wa mbinguni, na mapenzi yako yakasamee Bwana. Mungu, natuma damu yako takatifu ikasamee na kurehemu ya mtoto wako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Lakini ukamuongoze, ukampatie kazi, ukampatie chochote kile ambacho Mungu wa mbinguni umekusudia na kukipanga juu ya mtoto wako huyu. Yesu, asante Bwana katika jina la Yesu.